Kazi yetu ni kushughulikia malalamiko ambayo yanajitokeza katika vyombo vya habari, na kwa kweli mimi wanajifunza mambo mengi sana kutokana na malalamiko katika vyombo vya habari. Wakati mwingine hata katika mitandao ya kijamii, wakati mwingine unafahamu kinachoendelea katika ofisi yako kwa kusoma kinachoandikwa nje, na wakati mwingine tunafahamiana vizuri kutokana na ufafanuzi ambao unaandikwa kuhusu wewe. Kwa hiyo tusifunge milango ya kuwaruhusu wananchi kulalamika, kuleta dukuduku zao, na tuwape utaratibu wa kushughulikia malalamiko na tuwape majibu, kwa sababu wananchi wao wanafahamu, na mimi nimekumbana nayo sana, kwa sababu anaona ameonewa. Sasa ni jukumu langu kumwelimisha kwamba sina mamlaka hayo. Kuna mamlaka ya hakimu mfawidhi, atamsikiliza, ataitisha hilo jalada, atasoma, kama akiona mwenendo hauna dosari, atamwelimisha huyu mwananchi anayelalamika. Kwa hiyo tusizibe hizi nafasi za wale wanaokuwa na ndugu zetu, kwa sababu uelewa wa sheria na taratibu za kimahakama bado ni mdogo sana katika jamii yetu. Bila kuwa na uongozi, mtakuwa siku zote tunatatua mivutano isiyo na maana. Kwa hiyo tuhakikishe tunakuwa hatuna migongano ambayo haisaidii wananchi, migongano ambayo haisaidii taasisi zetu. Siku zote tujaribu kutatua. Kama jambo ni zito, unalipandisha juu. Huku juu kuna njia nyingi sana ya kuweza kupata utatuzi. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kama unavyofahamu, tumekuwa na desturi endelevu kwa waheshimiwa majaji wafawidhi wa Mahakama Kuu kukutana angalau mara moja kila mwaka ili kujadili masuala mbalimbali yanayohusu utendaji wa mahakama, zikiwa majukumu ya majaji wafawidhi katika usimamizi wa shughuli za mahakama, taarifa za utekelezaji wa maboresho na huduma za mahakama, hali ya matumizi ya tehama katika usikilizaji wa mashauri, namna bora ya kukabiliana na mabadiliko, pamoja na malezi ya kitaaluma. Hoja zilizojadiliwa katika kikao hicho ziliibua maazimio muhimu ambayo utekelezaji wake utapimwa katika kikao hiki. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kufuatia uteuzi wa majaji wafawidhi wapya uliofanyika hivi karibuni, imeonekana ni vyema majaji wafawidhi wakapitishwa katika mada mbalimbali kupitia kikao hiki ambazo zitawajengea uwezo katika usimamizi wa shughuli za mahakama, na hii ikizingatia zaidi kwa wapo majaji wafawidhi wapya ambao mara nyingi hawapati fursa ya mafunzo maalum ya kuandaa kwa majukumu wanayokabidhiwa. Aidha, ikiwa ni mwaka mmoja umepita tangu kuanza kutumika kwa mfumo wa usimamizi wa mashauri kwa maana case management system, na kwa kuzingatia dhamira ya mahakama ya kuimarisha matumizi ya tehama katika utoaji haki, majaji wafawidhi watapokea mada mahususi kuhusu mfumo huo. Nadhani kwa maboresho ya miaka 10 sasa tumekuwa tukifanya hilo, kwamba mafunzo ya teknolojia yamefanyika, uwekezaji kuunganisha mahakama kwa teknolojia, kuwapa vifaa laptop, internet ili waweze kutumia, kuwa na vifaa vya video conference. Kwa hiyo ule uwekezaji wao kuweza kutumia upo, hata vifaa vya kugeuza maneno kwenda kwenye maandishi ipo. Sasa tunachokisema kwamba tusiogope teknolojia, kwa sababu akili bandia usipoitumia upati nafasi ya kuifundisha. Unapoipa changamoto ndio inatafuta namna ya kutafuta ufumbuzi, na ndio maana nikasema tusiogope, kwamba ukikutana na changamoto peleka kwa wataalamu waitatue ili ile changamoto isijirudie. Saizi mahakama tumekusanya taarifa za kutosha katika mifumo ya mitandao. Sasa tutumie wataalamu kuweza kuanalyze hiyo big data na kuangalia pattern inayojitokeza. Kwa mfano Mwanza tulipokuja tukaona kwamba kesi za kubaka
ni watoto wa umri kati ya miaka 13, 14, 15, 16. Na katika utetezi wao wanasema tulikuwa tuna mpango, tumekubaliana na familia zote kwamba tulikuwa tulete mahari imechelewa. Sasa pengine mzazi akaona mahari imechelewa akimbie, inakuwa jinai. Sasa nikasema ni vizuri tuanze, kwa sababu hiyo data ipo. Kama kuna kwenye ushahidi ambao kuna watu walisema kuna tatizo la ardhi, kuna kitu gani, tuibue ili pengine tutatue tatizo la ardhi kama njia moja ya kuzuia mauaji. Pacho kinaendelea Musoma, na hii ni mara ya pili mfululizo. Kulikuwa kuna kikao kilichokuwepo mwezi uliopita, na mwezi huu kuna jopo lingine ambalo linaendelea. Sasa sisi tulichokiona ni kwamba kuna kesi zote zilizosikilizwa katika majopo yote ni kesi za mauaji na ubakaji. Na tukasema kwamba kwa sababu mahakama kupitia mashauri imekusanya taarifa nyingi sana za kiushahidi, nyaraka mbalimbali, sasa kwa kutumia akili bandia tuweze kutafuta namna ya kuchakata zile taarifa na kuzi-analyze na kuangalia pattern kwamba zinatokana na nini. Ni migogoro ya ardhi ambayo baadaye inajitokeza kuwa ni kuna masuala pengine ya mirathi au nini. Kwa hiyo sikusema kwamba ni mila, ni kwamba ni lazima tuanze kufanya sasa utafiti. Wakoloni wao zamani walikuwa wanafanya utafiti, wanaangalia yale maamuzi, wakiona kwamba kuna aina fulani ya mashauri yanajitokeza sana katika eneo fulani, wanatuma watu wa sosiolojia, wanatuma watu wa psychology, wanaenda wanafanya utafiti, wanajaribu kuibua kilichokuwa kimejificha. Kwa sababu tulipokuwa tunasoma majalada yale, unaweza kuta mtu anajitetea anasema kwamba huyu amenivizia kwa sababu tuliwahi kuwa na mgogoro wa ardhi, tumepelekana mpaka mahakamani, na ndio maana hili limetokea. Lakini mashauri yale unakuta ni kwamba kifo kinatokea, lakini huoni kama kina mantiki yoyote. Mahakama kwanza ina program ambayo karibuni kila mwaka ina sponsor watu kwenda kusoma katika kujiendeleza kielimu katika elimu za juu, kwa mahakimu wote wanaokidhi vigezo, na huwa ina include pia kwa muda gani ameshafanya hiyo hapo mahakamani. Kwa hiyo kama alivyosema Jaji Mkuu, imekuwa ni jambo la furaha kwa kweli kwamba kigezo kimojawapo kimeongezwa, ni kwamba mtu sasa atakayetaka kwenda kusomea mambo ya tehama. Na mimi binafsi nimelichukua hiyo kama ni ushindi mkubwa, kwa sababu hata sisi majaji wengi sana, mahakimu wengi ndio huwa wanatusaidia sana sasa hivi kuhusiana na masuala ya tehama, kwa sababu unaweza ukaona sawa tuko computer savvy, lakini generation yao na generation yetu iko tofauti. Kwa hiyo huwa tunatumia sana weledi wao katika vituo vyetu vyote vya kazi. Kwa hiyo swala hili ni swala ambalo tumelipokea kwa mikono miwili, na tunaporudi kwa kweli vile ambavyo huwa kwa kawaida tunakaa na kuambia nini cha maendeleo au kupanga mikakati yetu, kimojawapo ni kuwa encourage mahakimu wote waende sasa, tutoke kwenye ile normality, kwa sababu tayari tunayo hiyo sheria, lakini kama tulivyozungumzia kwamba sasa sheria haiwork in isolation, na waweze kujikita zaidi kwenye hayo masuala ya tehama, ili pia tuendane na dira ya taifa inayokuja ya 2050. Yaani makosa ya ubakaji ni changamoto kubwa, na ikizingatiwa kwamba ni kesi ambayo adhabu yake ni kubwa, kwa sababu ubakaji adhabu yake inaenda mpaka miaka 30. Kwa hiyo ni adhabu kubwa, na ni kweli utafiti unahitajika kufanyika tena mkubwa tu, na pia kujitahidi sana kuwalinda watoto wetu wa kike na hata watoto wa kiume pia, kwa sababu wapo watoto pia ambao wanarawitiwa. Kwa hiyo siwezi nikasema moja kwa moja utafiti gani ufanyike, lakini ni eneo ambalo kweli linahitaji utafiti. Na siku zote nimekuwa nikisema ni moja ya kosa ambalo ni rahisi sana kusingiziwa. Kwa hiyo hata usikilizwaji wake unahitaji umakini mkubwa. Mtoto anaweza kaundwa, anaweza katengenezwa, anaweza kaelezwa maneno akamsema mtu kumbe sio.
kweli, lakini jambo kubwa ni kwamba watoto wetu wa kike walindwe, na sehemu kubwa ni kuwapa elimu au kuwa na shughuli itakayowafanya waifanye badala ya kukaa tu bila kazi maalum ya kufanya, na hatimaye wanaingia kwenye mambo kama hayo. Jambo la upande wa ardhi, ni kweli migogoro mingi mahakamani, hasa Mahakama Kuu inatokana na migogoro inayotokana na ardhi. Na migogoro hii inayotokana na ardhi hasa mjini ina changamoto kubwa, na kwa upande mmoja inasababishwa na mamlaka zinazohusika na upimaji wa ardhi kutolipa fidia inayotakiwa kabla ardhi haijagawiwa au kabla haijapimwa, ni jambo kubwa. Kwa hiyo ni changamoto kubwa.